Hapa kwenye vidonda vya tumbo sasa. Hapa kwenye vidonda vya tumbo mimi ndio chronic. Mimi kila mwaka mwezi wa Ramadhani kama ukifika tu basi mimi naugua vidonda vya tumbo. Ndio maana yake. Yaani na vidonda vya tumbo kila mwaka. Na umesema mikate unaenda shilingi ngapi? Mkate shilingi 500. Mmoja 500 mkate mmoja. Mimi na vidonda vya tumbo ile kila mwaka ukifikia mwezi wa haki tu. Basi ni shida tupu duniani. Jamani, siku zinakimbia jamani, siku zinakimbia. Maana jua linawaka hivi kweli. Nani? Bibi? Mama Kei? Mama Rashidi? Niko hapa huko. Tafadhali. Hai niambie mimi. Sogea kidogo, usiniogope. Mimi si mumeo lakini. Nikogope nini mume wangu? Acha peni kuniogopa, what is the problem kuniogopa? Niambie. Hata nikikwambia nitafanikiwa basi ngoja nijaribu tu. Ni hivi. Niambie mume wangu. Jua linawaka. Kama naliona. Yaani, na somo ya leo ilivyokuwa kali. Si sababu ya jua. Ndo nataka nitoke saizi sasa nikahangaikie kuhusu futari na kila kitu. Ndo nimekuita nikuulize. Wapendelea futari gani? Maana wewe mtoto wa Kipemba huko mtoto wa Chake cha Kipemba. Mtoto wa Tanga nyie. Yaani mume wangu mimi kama unavyojua mume wangu. Alafu muda ushaenda sasa hivi unajua saa 7 hii. Ndo nashangaa mwenzangu. Okay. Sasa nakuomba mume wangu. Yaani leo nina hamu ya muhogo ni utie nazi alafu nimtose na papa pale. Acha bwana wewe. Haya, yani nina hamu nao kweli. Kila siku mitambi viazi Mungu nimechoka. Angalia kitumbo chako hicho. Sasa hivi tunamna kula tambi mafuta mengi. Ni kweli. Sasa hivi ni muhogo wa nazi tunamtosa papa. Yes. Tukihamia hapo kwenye mihogo ya nazi na kupikia vibibi vya sukari. Okay. Maharage ya nazi. Hapo sasa. Mume wangu. Na mie vile vile pale kwenye papa pale kwenye ule muhogo wa nazi ukiuchanganya na papa, si ndio? Unautia papa. Sasa kuna kiungo chake nacho. Kiungo gani? Mimi nakuletea sasa mkia wa pweza. Utie na mkia wa pweza pale kwenye papa pale. Mume wangu mimi ndio maana wewe sijakosea kukuchagua wewe. Ndio maana yake. Njoo na huyo pweza. Nimpige vizuri, nikurostie na vijibagia. Yaani mume wangu, mashallah hutajuta kuniona mtoto wa kitanda. Ila mimi nahisi kwa somo ya leo kali, utafikiri ndio inaanza, kumbe tuko chungu 15 leo. Si jua kali mume wangu. Unajua jua alikuwa kali na saumu pia inakuwa kali. Ndio. Fanya yote mume wangu, usisahau uje na papa, usisahau kuja na muhogo na nazi yake. Pia huyo pweza naomba usimsahau. Sasa nitamwandaa vizuri pweza wako. Alafu pia nitakutengenezea na vikachori au vibagia vya kulialia. Bali ndio hiyo. Mume wangu nitakutengenezea chuzi lile. Yaani leo kuja mechi show. Basi sawa. Kingine vile vile. Baada ya kusema hayo kwamba tumtie pweza pale kwenye papa so mbaya. Kuna ile daku sasa. Daku la usiku. Mimi ni salamu halisi kwa mnaponiona sketi na blouse. Unaona bwana? Usiku nataka tupate changu. Yaani changu doa. Yule samaki changu doa, changu mwekundu yule. Mungu utakuja naye kweli maana nakujua maneno mengi wewe nango. Nitekeleze ni mimi na habari. Ni kweli nitekeleze kwa mwana unogile kulika. Changu dole mwana wane basi naenda kumchukua nini naenda kuchukua na mchele ulionyooka mwanangu mchele wa shilingi 3500. Wewe unanukia ule. Unamtia nazi ule mchele mwanangu unamtia nazi ile changu doa. Mbona utapasua tumbo? Yani mzalamu kalonga kutula inda bwekeza. Sijakosea mume wangu kukubali wewe katika maisha yangu. Si watu wa Tanga, watu wa Zanzibar tunapenda kula vizuri kuliko chochote kile. Bora nilale chini lakini ile vizuri. Kuona mume wangu. Kama unavyonijua mume wangu, usije ukaniuzi. Uje na kama ulivyosema, uje navyo vyote. Usinicheleweshe. Mume wangu kama tulivyoongea. Unanijua lakini Nishakuelewa. Basi haya bye. Somu kali inazidi kunipanda somu. Sawa mume wangu. Tunapojibishana hivi somu inazidi kunipanda mwenzio. Ai. Unanitia wivu mwanaume mwezi wa Ramadhani huu. Sasa wivu huo unatokea wapi na mwezi wa haki huu? Hakikisha mume wangu, yani hakikisha kama nilivyokuambia usikose chochote hapa. Wewe na unagubu wewe kama msalamu. Mpe Chake Pemba hiyo. Haya bana. Haina shida. Somu kali. Haya mume wangu. Wallahi mzaramu huyu anapenda kula vizuri. Haya. Mikate jamani kwa futari. Ngoja kwanza. Samahani ustadhati. Sasa ustadhati mimi nakushangaa kitu kimoja. Huu ni mwezi wa haki, mwezi wa Ramadhani.
Watu wanafunga mwezi wa Ramadhani na wengine upande wa pili sasa wako kwenye Kwaresima. Bwana, wewe unatembeza mikate, watu tumefunga na tutia majaribuni mikate. Watu yapeni lakini. Wewe mama huoni hata aibu wewe? Baba nangu. Amna mzee, kuna watu wengine hawafungi kutokana na matatizo yao. Hawafungi kutokana na matatizo aina ipi? Kwa sababu huu ni mwezi. Upande wetu sisi tunafunga mwezi wa Ramadhani. Upande wa pili wako kwenye Kwaresima. Unaona bwana? Halafu shetani naye ameshapigwa minyororo. Kafungwa minyororo, shetani hayupo tena kwa wakati huu. Haya wepi hao tena wasiofunga watu wa aina gani? Yaani wengine sote wanafunga kwa sababu kuna wengine wanasumbua na maradhi mbalimbali mzee wangu. Ndio. Kuna wengine wana UTI, malaria, uti wa mgongo. Kwa hiyo inawalazimu kutumia dawa. Na wengine asilimia nyingi ni vidonda vya tumbo. Hapa kwenye vidonda vya tumbo sasa. Hapa kwenye vidonda vya tumbo mimi ndio chronic. Mimi kila mwaka mwezi wa Ramadhani kama ukifika tu basi mimi naugua vidonda vya tumbo. Ndio maana yake. Yaani na vidonda vya tumbo kila mwaka. Na umesema mikate una shilingi ngapi? Mikate shilingi 500. Mmoja 500 mkate mmoja. Mimi na vidonda vya tumbo ile kila mwaka ukifikia mwezi wa haki tu. Basi ni shida tupu duniani. Hapa iko 4 mzee, hapa 4 unaweza kalipa tu kwa shilingi 2000 basi. Mimi yote yani mimi kwa vile na vidonda vya tumbo nataka nikazie tu kidogo. Nikazie. Basi shilingi 500. 500? Sasa sawa. Lakini sasa mzee wangu, kwa nini usifunge? Swali gani sasa hilo? Swali gani? Nishakwambia mimi nina vidonda vya tumbo. Pindi mwezi wa Ramadhani unapoingilia tu tayari mimi naugua vidonda vya tumbo. Sawa bwana. Na asasi. Lakini mzee wangu, inabidi wewe ufunge kwa sababu ujanani kote uko ushavipitia vitu vingi. Sasa hivi jua la jioni utubu. Basi umri wako ni jua la asubuhi. Inabidi ufunge na kuswali ili tuswalie sisi wazee wako tupunguziwe madhambi huko tunakokwenda baadaye. Mzee mimi nafunga na swali pia. Jitahidi. Haya poa. Nenda. Mikate. Endelea kuuza mikate yako kutia watu majaribuni. Mikate ile mdawasini. Kuna hata aibu. Watu wamefunga mwezi wa Ramadhani. Mikate, tena unapiga kelele mikate. Unatutamanisha kabisa mitiwa na iliki. Mikate mitamu. Na mimi na vidonda vya tumbo. Anyway, ngoja nikakazie. Kukazia hapa mbele za watu hapa sio vyema. Nitashutumiwa vibaya. Tena wenye pikipiki mabodaboda wambea, wanapita wambea hawa. Ngoja nikakazie. Chocho hapo. Yaani kila mwaka watu tunapata tatizo. Ikifikia tu mwezi wa Ramadhani mwezi wa haki. Basi tayari inakuwa ni pole bulemu. What is this bana? Anatutia majaribuni tu. Watu sometimes tuna vidonda vya tumbo, lakini unapotangaza vitu vya namna hii unakuta tayari unatutia majaribuni. Tunatangaza kwa kile tumefunga. Bismillah. Mungu nisamee bure tu. Sijui nitendalo. Baba una aibu wewe. Haya. Wewe umetoka nyumbani umesema umefunga na fugusuali mkate hapo. Kwanza mke wa mtu unaenda wapi sasa hizi? Wewe tulie nyumbani, upige futari unaenda wapi sasa hizi? Nipika futari ipi ulioleta mpaka sasa hivi saa 10 hujaita futari unafugusula mkate kupembeni. Na nimekusikia maongezeko yote pale kumbe hujafunga, hujafanyije kila siku wewe ufungi. Toka hii Ramadhani imeanza moja mpaka hivi leo hujafunga. Unadai unavienda tumbo. Wewe mke wangu usinize wapi? Ni leo tu. Nenda vidonda vya tumbo vimenichachia. Hasas. Nimenichajia leo ndo mama kanitia majaribuni. Na utalipata. Ni kweli mwenzangu inailiki onja kidogo. Inailiki. Hivi mwanaume una akili kweli wewe? Yaani una matatizo mwanaume. Nimesahau kumbe umefunga. Nimesahau mke wangu nisamee bure. Nasamee na vidonda vya tumbo. Hivi unajua kama unajidanganya Mungu unajidanganya mwenyewe. Umetoka nyumbani mke wangu nimefunga. Nenda tafuta futari tupike daku. Kumbe huna lolote ni kobe wewe mwanaume. Na ndio maana hata nilipoanza kula kwanza nikamwomba Mwenyezi Mungu anisaidie. Haya malizia sasa malizia. Bwana hebu twende mama unazidi kumchosha sana. Jamani nyumbani twende. Kazi nyumbani mzima hapo usifunga mwezi mtukufu kitu gani? Sasa unanipeleka mbio ndio vipi unanipeleka mbio? Hebu twende bwana.